Uumbaji. Uumbaji ndio kipindi chetu tunachoanza nacho leo. Neno uumbaji ndipo tunaanzia katika siku ya leo. Jina langu ni MG producer, producer MG ndio kwa jina linalopatikana rasmi. Lakini katika channel yetu inaitwa MG Studio, unaweza kutupata kupitia YouTube, TikTok unatupata kwa jina hilo. Follow upate vipindi maalum katika utume. Leo tunajifunza kuhusu uumbaji. Historia ya uumbaji itakuwa ni mwendelezo wa vipindi baadhi mbalimbali kuhusu uumbaji. Tutajifunza kuhusu wanyama, tutajifunza kuhusu mimea, tutajifunza kuhusu asili zote ambazo Mungu aliziweka duniani. Tunajifunza tena lengo mama katika hivyo vitu kuviweka. Mungu aliviweka kwa bahati mbaya au kuna makusudi yake ndani? Tutajifunza na kufahamu. Tushukuru kwa neno. Asante Mungu kwa msikilizaji, mpe nguvu ya kuelewa na kufunua akili. Neema yako yatosha katika jina la Yesu. Amen. Tunaanza sasa katika historia ya uumbaji. Ni katika miaka fulani iliyopita Mungu alianza kuumba, akaumba toka siku ya kwanza hadi ya 6 na siku ya 7 akapumzika, lakini inasemekana kwamba uumbaji ulianza zamani sana. Uumbaji maana kuna viumbe ambavyo havijaelezewa kwenye historia kwamba viliumbwa katika hizo siku 6. Kwa mfano kuna malaika, kuna sayari zingine tukaambiwa zimeumbwa katika siku hizo 6. Kwa hiyo tunakuja kufahamu kwamba kuna uumbaji wa hivi karibuni, alafu kuna uumbaji ambao Mungu aliufanya zamani. Kwa hiyo ndio maana tunakuja kugundua katika hilo. Ni historia kwamba Mungu aliumba kwa siku 6, siku ya kwanza hadi ya 6 na siku ya 7 akapumzika, ambayo ndio siku takatifu aliyobariki na kutakasa kwa ajili ya watu kusali na kumwabudu yeye na kumkumbuka kama muumbaji. Sasa katika mwendelezo au mwanzo wa vipindi vyetu hivi na MG mwenyewe hapa nikiwa na kuwakilishia hiki kipindi. Ni vipindi vitakavyokwenda mfululizo katika hii channel yetu. Kuwa makini kufuatilia na kuelewa. Kuna kusudi mama ambalo Mungu ameliweka katika kuumba viumbe asili na kuviweka katika hii dunia kwa ajili ya kujifunza na kuenenda katika hivyo. Kuna magonjwa mengine ambayo lazima tupone kupitia uumbaji na asili. Sio lazima tunywe panado, sijui mseto, na kuna namna tunatakiwa tumie tu kuangalia tu muda mwingine, kuangalia tu asili ya Mungu unapona. Mimi ni shahidi. Kuna siku nilikuwa nauma sikio kama siku 5 hivi, nauma sikio linauma, lakini kuna siku nimekaa katika maombi nikatulia. Kuna sauti kaninong'oneza, nenda huko Ruguru, maana kwa Morogoro, nenda Ruguru huko kaangalie misitu na dunia ilivyo. Nikaenda na siku yake, nikaenda asubuhi kama saa 4 hivi, nikaanza safari, nikaenda huko, nikaangalia uumbaji wa Mungu, nikaangalia huko milima, mabonde, maji yanavyotiririka. Uweze amini, nilipona automatic, nilipona. Yaani sio story, ni true story, nilipona. Sasa ni katika uumbaji huu tunakuja kujifunza kwamba kuna siri iliyojificha ndani ya uumbaji wa Mungu. Shetani katufanya tuwe busy na mambo mengi sana, yani tusumbukie maisha ili tunasahau kuna vitu ambavyo Mungu ametuwekea tujifunze kwavyo kupitia asili. Kuna mambo mengi yatakuwa turudi kwenye neno tumalizane nayo, lakini shetani katufanya kuwa busy. Yani tumekuwa busy hadi tumesahau asili. Tunaharibu mazingira wenyewe, tunaua viumbe ambavyo ni advantage katika maisha yetu. Mimi naamini hakuna kiumbe ambacho kimeumbwa kwa bahati mbaya. Kila kiumbe kina kusudi. Achana viumbe ambavyo vinaumbwa na binadamu hawa ya kisasa hivi vinakaa sijui siku ngapi vinakufa. Viumbe asili ambavyo viumbe na Mungu. Mfano kuna bakteria. Semaga bakteria na wakati kuna bakteria ambao wanatulinda kila siku, wanatinda ndani ya miili yetu. Sasa tuwe makini kujifunza. Kuna wanyama, kuna ndege, kuna samaki, kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu katupa sisi tuvijue ili tuishi katika maisha yanayostahili. Tunaishi chini ya kiwango kwa sababu tumekiuka sheria na maagizo ya Mungu. Turudi kwenye mstari. Katika mwanzo wa vipindi vyetu tutakuwa tunapata vipindi katika mwendelezo wa hii channel yetu. Kumbuka kulike, kumbuka kufollow channel upate vipindi kila siku. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze. Mungu akupe neema ya kuelewa tunapoanza hivi vipindi. Mungu akufariji. Mungu akutunze. Mungu akufunulie